Karibu. Sehemu iliyopita tuliishia kifaa kinaonyesha mandhari ya ulimwengu mwingine, lakini Lagi na Alexander hawakukiona. Baada ya Alexander kuondoka, Lagi alikikagua kifaa chake kwa makini zaidi. Kila alipokigusa kilimulika mwanga wa bluu uliozidi kuwa mkali. Ndani ya kioo kidogo alikuwa akiona vitu visivyoweza kuelezeka: mandhari ya mito ya rangi za dhahabu, anga zenye nyota za rangi tofauti, na mahali ambapo mvua ilikuwa ikinyesha matone ya nuru badala ya maji. Hii ni nini? Alijiuliza kwa sauti ya chini. Naona vitu visivyoweza kuwepo, au vipo mahali pengine? Alipogusa kioo kwa kidole kimoja, alihisi mtetemeko mkali ulioenea mwilini mwake. Kwa muda wa sekunde, alishangaa kuona kila kitu kimebadilika. Alikuwa amesimama kwenye ardhi ya manjano na anga lilikuwa jekundu. Kisha kila kitu kilirudishwa kawaida na alijikuta yupo chumbani kwake tena. Lagi, unahitaji kulala, utachoka zaidi ukiendelea. Lakini kifaa hakikumwacha apumzike. Kila alipojaribu kuondoa macho yake, kilimvutia kurudi kukitazama. Kilikuwa kama kinaita, kana kwamba kina ujumbe muhimu. Usiku huo, Lagi hakupata usingizi. Aliishi akiwa anafikiri kuhusu ulimwengu aliouona. Je, ilikuwa ni ndoto au ni kitu kingine zaidi? Alfajiri kulikuwa na hewa ya kupendeza chuo kikuu. Wanafunzi walikuwa wakitawanyika kwenda kwenye madarasa yao, na Lagi alikuwa akitembea polepole kwenda darasa la kawaida la Profesa Masterson. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kutopata usingizi, sio kwa masomo, kwa mawazo ya kifaa chake chenye siri. Alipoingia darasani, alimwona Love, msichana mzuri wa ngozi ya rangi ya kahawa aliyekuwa akiketi karibu na dirisha. Mwanga wa jua uliangazia uso wake, ukimfanya aonekane mzuri zaidi. Love ilikuwa msichana anayependwa na wengi katika darasa, akiwa na akili sana na tabasamu ambalo liliweza kubadilisha hisia za kila mtu. Lagi alikuwa akimpenda kwa miezi mikadha, lakini hakuwahi kuwa na ujasiri wa kumwambia. Lagi alichagua kuketi katikati ya darasa, mahali ambapo angeweza kumtazama bila kuonekana kuwa anatazama. Lakini asichokijua Lagi ni kwamba Love hakukuwa akimtazama yeye. Macho yake yalikuwa akimfuata Alexander ambaye alikuwa ameketi mstari wa nyuma. Hujambo Lagi, Love alisema akigeuza kichwa kumwangalia. Lagi alihisi damu kimkimbilia usoni. Alijibu akijaribu kuficha mshangao wake. Umeonekana vizuri leo. Love alitabasamu, lakini macho yake yalirudi nyuma haraka ili kumtazama Alexander. Asante. Je, Alexander yuko darasani leo? Moyo wa Lagi ukaanguka kama jiwe. Ndiyo, yuko nyuma. Lagi alimwangalia Love mara kwa mara, na kila mara alimwona akigeuka kumtazama Alexander. Huku darasa likiendelea, Love alimwandikia Alexander waraka mdogo na kumpa mwanafunzi ampelekee. Lagi aliona haya yote na alihisi kana kwamba ardhi ilikuwa ikianguka juu yake. Baada ya darasa, Love alisonga kwenda kwa Alexander, na Lagi aliamua kuwasikiliza kwa mbali. Alexander, je, umepata ujumbe wangu? Love aliuliza kwa sauti laini. Ndiyo Love, lakini nina mambo makubwa sana yanayonihangaisha. Maybe wakati mwingine, Alexander alijibu bila kumtazama. Love alionekana kuumizwa na akaamua kuondoka. Alipopita karibu na Lagi, machozi yalikuwa yakimjaa. Lagi alichukua nafasi hii kumfuata Love nje ya darasa. Love, unaonekana una huzuni, alisema kwa sauti ya upole. Love alisimama na kumgeukia. Lagi, je, unafikiri ni nini kinachofanya mtu ashindwe kuona uzuri unaomfanyia? Nadhani labda ni kwa sababu wanatazama upande usio halisi, Lagi alijibu. Love alimtazama kwa makini. Unasemaje? Wakati Lagi anataka kuongea, sauti ya Alexander ilisikika. Lugi, upo wapi? Tunahitaji kuzungumza. Zanda alipiga kelele kutoka mbali. Love aligeuza kichwa haraka kumtazama Zanda, na mara moja uso wake ukabadilika kuwa wa kufurahi. Labda ameanza kunifikiria, Love alijisemea kimoyomoyo. Lugi alimwona Love akikimbia kuelekea kwa Zanda. Alihisi kila kitu katika maisha yake ya mapenzi kilikuwa na gundu. Lugi hakujua kuwa Zanda hakuwa na nia yoyote ya kuhusu Love. Akili yake ilikuwa kwenye majaribio ya kisayansi tu.